Nami nichukue nafasi hii kwa dhati kwanza kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Mwinyi kwa kazi kubwa na maono yake ya kuhakikisha kwamba miundombinu ya Zanzibar yote inakwenda kuwa mizuri na imara kwa mujibu wa viwango vya kimataifa. Nami nataka nielekeze hapa Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, zile tathmini ambazo zimeshaletwa ofisini kwako, hakikisha kwa haraka iwezekanavyo unaziwasilisha Wizara ya Fedha kwa ajili ya malipo ya fidia ya wananchi ambao wameguswa na barabara hii. Na napenda nichukue nafasi hii kuhakikishia wananchi, hakuna mwananchi ambaye ataguswa na barabara hii kwa maana ya kuvunjiwa ama jengo lake linatakiwa kuondoka ambaye hatalipwa fidia. Tutawalipa wananchi wote kwa mujibu wa tathmini na viwango ambavyo vimewekwa kwa mujibu wa utaalamu wa tathmini wetu, ambao hile ni standard ya tathmini kwa mujibu wa miongozo ya tathmini ilivyo. Lakini nitumie nafasi hii kuwaomba sana wananchi waendelee kutoa mashirikiano katika ujenzi huu unaoendelea hapa Zanzibar. Haipendezi hata kidogo kwamba mradi unasimama kwa sababu mwananchi mmoja tu amekataa kuondoka. Serikali hii inayoongozwa na Daktari Hussein Mwinyi haitamdhulumu mtu yoyote. Kila mmoja atalipwa kwa mujibu wa haki yake, lakini kwa mujibu wa utaratibu ambao umewekwa kama ambavyo wanalipwa wengine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nitoe agizo kwamba barabara hizi tunazozijenga kusiwe na mkwamo kwa sababu mtu hajaondoka barabarani. Barabara hizi zijengwe, wanaostahili kuondoka waondoke, na utaratibu wa kuwaondosha ufuatwe ili tuondoshe changamoto ambazo zinaweza kujitokeza. Nitumie nafasi hii pia kuomba wananchi waendelee kuwa wavumilivu katika kipindi hichi kifupi. Tunajua sasa hivi tunaona tunatumia zaidi upande mmoja wa barabara, lakini kwa sababu ya ujenzi tu huu ni muda mfupi, baadaye barabara hizi zitakamilika na hatimaye barabara zetu zote Zanzibar zitakuwa katika kiwango kikubwa sana. Na naomba sana wakandarasi wetu waendelee na spirit hiyo hiyo walionayo, haraka iwezekanavyo barabara hizi kamilike na hatimaye tuweze kuwa na barabara za viwango vizuri. Na hasa ukiangalia hapa mbele tuna mashindano ya AFCON ambayo tutakuwa nayo hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Lakini AFCON ni jambo moja tu, na AFCON ni jambo ambalo linakuja kwa kipindi kifupi. Baadaye AFCON itaisha, barabara hizi wananchi wataendelea kutumia. Niwaombe sana wananchi wetu wa Zanzibar waendelee kuunga mkono serikali yao, waendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais na waendelee kuiunga mkono serikali ili tuhakikishe kwamba kwa pamoja tunaweza kushirikiana na kuendeleza gurudumu hili la maendeleo. Mheshimiwa Rais kila siku huwa anapenda tuwe na miundombinu mizuri, na moja kati ya maendeleo makubwa duniani ni kutengeneza miundombinu. Ukikamilisha miundombinu unaweza kufanya hayo yote mazuri. Na niagize pamoja na mamlaka nyingine zote, kila ambaye anahusika kwenye utaratibu huu wa barabara, aidha iwe ZECO ama iwe mamlaka nyingine yoyote, watoe mashirikiano kuhakikisha kwamba kazi hizi zinaendelea na wakandarasi wetu wasipate usumbufu wa kusubiri kwa sababu kuna kitu hakijakamilika. Niwahakikishie tutaendelea kupitia kwenye miradi hii na tutaendelea kujiridhisha kuhakikisha kwamba miradi hii inakamilika kwa wakati na hatimaye wananchi wa Zanzibar wanapata nafasi ya kutumia miundombinu bora. Naamini sasa Zanzibar tukikamilisha miundombinu hii tutakuwa tumefanya vizuri na haiba ya Zanzibar itaendelea kuwa nzuri zaidi.